Okay, karibu sana kwenye vipindi vyetu vya hapa na pale. Leo tunapenda kuzungumzia kuhusu changamoto au uhusiano kati ya vidonda vya tumbo na uzazi. Watu wengi wanapata changamoto ya vidonda vya tumbo kwa sababu nyingi sana. Nadhani tushawahi kuvieleza kuhusu vitu vinavyosababisha vidonda vya tumbo, lakini leo tuzungumzie vidonda vya tumbo na uzazi, uhusiano unakuwaje? Kwa nini mtu mwenye vidonda vya tumbo anakuwa na nafasi ndogo sana ya kuweza kushika ujauzito? Kwa nini mtu mwenye vidonda vya tumbo anakuwa na changamoto sana ya nguvu za kiume? Kwa nini mtu mwenye vidonda vya tumbo anakuwa na changamoto nyingi sana? Lakini sasa tuangalie kwamba mtu mwenye vidonda vya tumbo anakuwa una uhusiano gani kati ya yeye na uzazi. Kitu cha kwanza ni mtu ambaye anayepoteza sana damu nyingi sana. Kuna wengine wanapata wanapokuwa wanakohoa wanapata damu zinatoka, wengine wanakuwa experience chooni wanapata damu. Hizo zote ni sababu za vidonda vya tumbo, lakini pia kuvurugika kwa homoni mwilini ambayo inasababisha vitu vingi sana kama kwenye homoni kuharibika kwa sababu ya damu. Homoni zinapokuwa zinashuka inakuwa vitu vingi vinashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu damu inakuwa inapungua. Lakini pia stress, msongo wa mawazo pia ni sababu au ni changamoto ambayo inatokana watu wanapokuwa wanapitia, watu wenye vidonda vya tumbo. Lakini pia maumivu makali, unapata maumivu makali, wengine mpaka wameze sindano au wachomwe sindano, au wengine mpaka wameze dawa kwa ajili ya kupunguza maumivu kwa sababu ya kutumia madawa. Lakini pia mmeng'enyo wa chakula unakuwa ni mbovu sana. Lakini tuangalie hii vidonda vya tumbo huathiri mayai kwa mwanamke, lakini pia huathiri nguvu za kiume kwa mwanaume. Hii ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo na wakati mwingine inapelekea mimba zinashindwa kuingia, au zikiingia zinadondoka. Mtu unamkuta leo ana mwezi mimba ina mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, mimba inadondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tumbo lisilokuwa na afya linazuia uzazi. Yaani vidonda vya tumbo vinapokuwa vinakuathiri mtu, basi vinazuia uzazi. Lakini kutibu mapema kunaongeza nafasi ya kushika mimba na mimba kukaa vizuri. Kwa hiyo kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, basi unaweza comment hapo chini au like, lakini pia usisahau kusubscribe au kushare na mtu ambaye mwenye changamoto kama hii ya vidonda vya tumbo. Karibu sana na Mungu awabariki sana.